Watu wengi tunawafahamisha dawa za nyoka, lakini wanashindwa kutuamini kwa sababu sisi sio wale ambao wao wanawaamini. Kiukweli mimi nimewambia dawa ya nyoka. Nyoka kwanza ana tabia ya kuto kuona. Yaani nyoka haoni. Nyoka ana sense. Yaani ni sawa sawa kama ulisha kuona anakonda. Wale jamaa kile walichokichukua ni kama ndo uono wa nyoka. Yaani nyoka anaona ukungu. Kwa kitu kikicheza ndo anajua hichi ni kitu gani. Ni tabia ya nyoka. Lakini niliwaambia mtu akigongwa na nyoka wa aina yoyote, kwa mara ya kwanza kabisa, hakikisha unakunywa mkojo wako. Hiyo sisi ni tiba ambayo tunaitumia huku kijijini. Lakini kutokana na wakati huu watu wana maradhi mengi, watu wana maradhi tofauti tofauti, kuna watu wana sukari, watu wana pressure, unaweza pengine ujijui. Kwa hiyo ukilumwa na mdudu, ni vyema kuchukua huduma ya kwanza hiyo ya kunywa mkojo. Alafu nenda huduma ya pili hospitali. Yaani baada ya kunywa mkojo, nenda hospitali ukapate matibabu mengine ili imani yako ijae. Lakini cha kwanza niliwaambia usibabaike. Yaani akikuluma nyoka usitishike. Yaani hisi tu kama umechomwa na mwiba kawaida. Umeona? Unaangalia pale sehemu ambayo kakuruma. Kunaweza kama kuna mwingine akikuluma anahangaika. Nyoka akihangaika anaacha meno. Kwa hiyo unachokifanya unatoa vile vijino vyake ni kama miba samaki. Ni hizi tu. Yaani rahisi kutoa. Unavichomoa tu hivi, ukimaliza hapo usifunge. Usifunge na kamba kwamba damu isipande, sumu isipande. Usifunge, wewe chomoa, ukimaliza hapo fanya kama unakamua ile damu itoke. Unakamua kuna kama damu fulani inatoka kama maji hivi. Inatoka, kimaliza na hapo kojoa mkojo. Kinga mkojo kwa aina yoyote ile. Kama ni mkono, kama chochote una chombo, kinga. Kunywa mkojo wako. Ni dawa kubwa sana ya nyoka. Mkojo. Ukisha kunywa mkojo wako, hapo nenda hospitali. Lakini mkojo ni dawa ya kienyeji ambayo sisi siku tunatumia. Ukirumwa na nyoka unakunywa mkojo. Basi umemaliza. Ila watu wengi hawatuamini kwa sababu sisi sio watu wanaoamini.